Karibu kwenye YouTube channel ya Ava TV mwanamchezo. Mimi ni Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Willivin Trent. Sasa lile vumbi la Kariakoo Derby likiwa linaendelea kutimka, watu tulikuwa tunahesabu masaa kwenda kuishuhudia mechi hiyo kubwa kabisa ya kukata na shoka kwenye ligi kuu ya NBC, Yanga dhidi ya Simba, na tukishuhudia pia mkutano na wanahabari kati ya benchi la ufundi kwa maana ya kocha pamoja na wachezaji wakitoa maelezo kuelekea dabi hiyo ya Kariakoo. Lakini pia uzuri ni kwamba Ava TV tuko pale Zanzibari, timu ya Aljawad Aziz Ali Shentembo, MC Jadu pamoja na Asha Kabuga wako pale Zanzibari kuhakikisha wanakuletea matukio yote kabla na baada ya dabi hiyo ya Kariakoo. Sasa hapa nimekuja kuzungumza na aliyewahi kuwa mchezaji wa klabu ya Young Africans hapo nyuma, na alicheza Yanga kwa mafanikio makubwa na ana rekodi yake kubwa ambayo ameweka mpaka hivi sasa. Hakuna mchezaji yoyote ule wa Young Africans ambaye ameweza kuivunja rekodi hiyo, na mchezaji huyo ni Mohamed Hussein Machinga ambaye alikuwa ni mshambuliaji wa klabu ya Young Africans akifunga magoli mengi kwa msimu mmoja. Lakini mpaka leo hii sio tu kwa upande wa klabu ya Yanga bali hata ligi nzima wachezaji wa timu nyingine hakuna ambaye ameifikia rekodi hiyo ya Mohamed Hussein Machinga kwa kufunga magoli mengi kwa msimu mmoja. Sasa twende tujiunge naye kwa njia ya simu tumsikie ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na adabu hiyo ya Kariakoo ambayo kuna mengi labda pengine Pacome asiwepo, lakini pia ya waamuzi akina Nasoro Mwinchui, hayo na mambo mengine kadhalika. Tuzungumze naye. Ukiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao mmeitumikia dabi, lakini pia umeitumikia klabu ya Young Africans, una maoni gani kuelekea mechi hiyo? Mimi nasema tu hii mechi itakuwa mechi nzuri, mechi ambayo ya ushindani. Simba wanataka kulipiza kisasi, Yanga wanataka kuendeleza ule ubabe wao. Kwa hiyo kikubwa tu watu wasiende na matokeo mfukoni. Watu waende kuangalia nani atakayeshinda hiyo mechi. Usiende na matokeo yetu tumeshayaweka mfukoni, alafu baadaye matokeo yale ambayo umeenda nayo hayajawa mazuri ndio unataka kuanza vurugu. Kwa hiyo mimi na washauri wapenzi na washabiki waende uwanjani kwa kwenda kuangalia mpira na burudani. Dakika 90 ndio itaamua nani kashinda. Kwa kuzungumzia kwenda na matokeo mfukoni, ni kama imeshawahi kukukuta hii. Iliwahi kukukuta wakati mchezaji kwamba mliingia na matokeo yenu na ikaenda ndivyo sivyo? Ya, unajua unapokwenda na matokeo unaona kabisa moja kwa moja, unasema mimi leo hii mechi naenda kushinda na timu yangu itashinda. Lakini unapofika pale mpaka filimbi ya mwisho mnakuwa nyinyi mmefungwa. Kwa hiyo vitu kama hivyo baadaye vinaweza vikaleta tafarani kwenye uwanja. Ndio maana nasema watu wasiende na matokeo mfukoni. Sawa, Young Africans anaenda akiwa favorite zaidi, akiwa ameshinda katika mechi 6 zilizopita. Aingie kwa namna gani? Kwanza mimi nasema unajua mchezo wa Simba na Yanga hautabiriki. Lolote lile linaweza likatokea. Kikubwa wao kumaintain tu status yao ambayo waliacha huko nyuma, waiendeleze. Na hapa Simba kwenye mechi hizi za mwisho kwenda kukutana na Yanga, Simba haijafanya vizuri. Kwa hiyo wasiwabeze kwa sababu Simba hajafanya vizuri, wao waende na matokeo kama si tutashinda tu. Hapana. Lazima ujiandae vizuri, wajenge wachezaji kisaikolojia, waende kweli wakapambane, wapate ushindi. Na Simba watakuja hivyo, hawatakuja vile kama mechi iliyopita. Unaona Kwa sababu wanajua makosa yao waliyafanya kwenye mechi ambayo imepita. Kwa hiyo watarekebisha makosa. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa ajiandae vizuri na awaweke wachezaji wao kisaikolojia. Mimi nasema mechi itakuwa nzuri sana. Sawa, tuje kwenye nafasi yako ambayo umeitumikia kwa mafanikio makubwa zaidi, nafasi ya ushambuliaji. Kwa kutazama hizi timu mbili, Simba na Yanga, ni timu ipi ambayo ina safu kali zaidi ya ushambuliaji? Nasema bila kupepesa macho, kwa sasa hivi
lazima tuongee ukweli tu uliokuwepo. Yanga sasa hivi ina safu nzuri ya washambuliaji, safu yao imekaa vizuri na kila mchezaji wa mbele anahitaji kufunga, tofauti kidogo na Simba. Simba unaweza kusema kuna wachezaji wawili, lakini mimi nasema Yanga kwa safu ile ya mbele yote kila mtu anataka ushindi. Kwa hiyo safu yao iko vizuri, na kama wakitulia wakatumia nafasi vizuri watazozipata, basi yanaweza kujirudia yale yale ya mwaka jana. Yanaweza? Naam. Yanaweza? Yakaweza kujirudia yale ya mwaka jana au mwaka juzi. Kwa upande wa klabu ya Simba. Naam. Sawa, miongoni mwa vitu ambavyo ulivifanya ni kufunga magoli mengi ndani ya klabu ya Young Africans, magoli ambayo mpaka leo hayajaweza kufikiwa na mshambuliaji yoyote yule tangu ulipoweza kustaafu kucheza soka la kulipwa. Pengine kwa kuangalia sasa hawa washambuliaji ambao umesema wana safu kali ya ushambuliaji ndani ya Young Africans, yupi ambaye pengine unamtabiria kwenda kuivunja ile rekodi yako? Mimi nasema kwa kweli jinsi washambuliaji wa Yanga kuna Dube, kuna kijana chipkizi kabisa Shahani, na kuna Okelo, hao vijana ni vijana wa kuchungwa sana, kwa sababu kwanza ni wepesi na wanajua jinsi gani ya kujiposition na jinsi gani sehemu ya kupiga wanapiga. Kwa hiyo mimi nasema kwa kweli hawa vijana kama wakiendelea hivi, basi nadhani mechi itakuwa imeamuliwa mapema kabisa. Sawa, pengine tukamkosa kumuona Pacome Peodo Zouzoua kulingana na majeraha ambayo aliyapata. Sasa kama akikosekana, kunaweza kwenda kuiathiri vyovyote vile safu ya ushambuliaji ya klabu ya Young Africans? Kwa kweli haiwezi kuharibu chochote, kwa sababu wamesajili wachezaji takribani 30 na kila position ina wachezaji wawili. Kwa hiyo ni vitu simple tu, mwalimu mwenyewe anajua baada ya huyu mbadala wake ni huyu. Kwa hiyo ile pengo halitakuwepo kubwa sana, litazibika tu. Sawa, na kwa upande wa mshambuliaji mwingine kijana mdogo kabisa Clement Mzize, kwa bahati mbaya amepata majeraha na amefanywa upasuaji mwingine kwa mara ya pili, na taarifa ni kwamba pengine akakosekana huu msimu wote mpaka msimu ujao. Kwenye nafasi yake anayocheza, majeraha ambayo anapata yanaweza kumrudisha nyuma kiasi gani? Unajua ukishapata injury kubwa kama hiyo, kwa kweli anatakiwa atulie, apate matibabu mazuri, apone, arudi tena uwanjani, kwa sababu mpira upo, lakini mwili unatakiwa lazima upate matibabu mazuri, na akipata matibabu mazuri nadhani atarejea, na akirejea atarudi kwenye ubora wake ule ule. Sawa, labda kwa kifupi tu, nani unaona anaenda kupata matokeo ya ushindi? Mpira ni dakika 90. Timu ambayo imejiandaa vizuri watapata ushindi. Kama timu haijajiandaa vizuri, basi ushindi utakuwa tabu sana kwao. Lakini mpira ni dakika 90. Mimi nikushukuru sana Mohamed Hussein Machinga.